Sasa mwisho mimi naomba nitoe ushuhuda hapa pamoja naye. Tunashukuru Father Deodatus umetuletea habari njema na ushuhuda juu ya mtakatifu Padre Pio. Pamoja na miujiza hiyo iliyotendeka miaka hiyo akiwa hai na baada ya kuwa ametoka hapa duniani. Muujiza mwingine umeushuhudia hapa hapa. Kautenda hapa hapa muujiza mwingine hapa hapa. Kitu cha shilingi 40,000 kimezaa milioni 1.5. Huo ni muujiza kubwa sana. Na muujiza ambao mimi niliambiwa muda fulani, wakasema nilipofika, kwa sababu hapa tulishaongea, akasema imeonekana vitu vya mnada tumeviacha, tumevitoa vya mnada kwa sababu vinachukua muda mrefu na kuna sehemu wamefanya bila mnada wakafanikiwa. Akasema mbona na watu walishavileta? Kumbe Padre Pio yuko kazini anatuangalia. Father akasema basi na Isa namu nilikuwa nimeleta mtakatifu Padre Pio. Basi tuntaelezea, lakini basi. Kumbe Padre Pio ameshaandaa watu. Kaandaa Omurangira pale. Murangira ajui. Kamwandaa Magote pale. Magote ajui. Kazi ya Padre Pio hiyo. Jamani, tunawashukuru sana kwa nini wakati mnapokea mwaliko hamkujua Padre Pio alikuwa kazi. Sasa huyu padre ndiye msimamizi na mwombezi wa parokia teule ya Kashai, ambayo baba paroko wakati ule Father Deodatus aliacha ameandaa hivi kwa parokia. Halafu baadaye nilipoingia mimi baadaye basi akalidokezea akasema hii kazi utaimalizia. Na watu wa Kashai huwa wanasali kila siku kwa mwombezi ya Padre Pio. Kila siku. Ndio maana mama alikuwa anapambana pale. Nilijua hizo namu sio kama ataipeleka nyumbani kwake, huenda atapeleka parokiani sijui. Alafu na Murangira bila kujua Padre Pio kamuelekeza, umeinunua. Lakini mpe mama wa Kashai. Ukafanya hivyo. Hongera sana baba, tunakushukuru sana kwa ukarimu wako. Na ndivyo hivyo watakatifu hawa waombezi wetu wanatuongoza sisi bila kujua. Unaposikia sauti yao ya Mungu kupitia kwetu sisi viongozi, wengine wanatudharau. Lakini viongozi unaoona hapa mapadri hao wanawatawa na nini? Mwenyezi Mungu anatutumia kupitia kwa njia zake, tunawaelekeza. Tukiwaelekeza msibishi. Ndio Bikira Maria aliwaambia pale Kana, lolote atakalowaambia fanyeni. Tafadhali sana. Ukisikia paroko anasema una mavuno kwako tarehe fulani, usitafute sababu. Wewe sema mtakatifu Padre Pio, nisaidie. Na wewe uje siku hiyo, uwepo. Utaona muujiza unafanyika. Yaani Mungu ni mwema. Kila wakati. Basi, asante sana kwa sherehe nzuri. Tunaomba muendelee kupendana, msaidiane, msameheane. Tuombee taifa letu haki na amani. Naona tulivyokaa hapa tumetulia Tunapaswa kuishi hivi. Asipo mtu wa kuleta chokochoko, kuwatenganisha. Mpendane. Haya ndio maisha yetu wa Tanzania. Sawa sawa? Bwana. Akileta mtu mambo ya kuwatenganisha mpuuzie kabisa. Mtu akiwa na jambo lake hapa kijijini, kusanyikeni. Pamoja na tofauti zenu za kidini, za kisiasa, za kiafya, za kinini, za urefu na nini na kadhalika, mpendane. Sawa sawa? Ili siku moja tukutane mbinguni. Mbinguni wao wanakaa hivi. Mwenye nacho asiyekuwa nacho, mwenye huzuni na furaha, wote wanapata mbinguni. Pana furaha. Asante sana wanafamilia Father Deodatus, tunakushukuru sana. Karibu tena miaka 40 ikifika urudi. Sherekea. Tumsifu Yesu Kristo.